Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo Review. Channel inayokuletea review, recap za filamu mbalimbali, hasa za Kinigeria na nyingine nyingi za kusisimua, kuelimisha na kufurahisha. Subscribe chaneli yetu, turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Niite Triple M TZ. Leo stori yetu inaanza hivi. Vanessa ni mwanamke jasiri, mwenye misimamo mikali na ambaye anasimamia kampuni kubwa ya ushauri wa biashara jijini Lagos. Ana uwezo mkubwa, lakini amejijengea ukuta wa kihisia unaomfanya kuwa mkali, asiye na huruma kazini na mwenye kutokuamini mapenzi. Kwa wafanyakazi wake, yeye ni boss wa chuma. Anafanya kazi kwa saa nyingi, anakataa ushauri na hapendi makosa. Mambo yanabadilika pale anapoajiriwa msaidizi wake mpya, Joel, kijana mwenye nidhamu, mwenye sura ya kupendeza na ambaye anapenda kufanya kazi kwa ukamilifu. Hakuwa mzoefu sana, lakini alikuwa tayari kujifunza. Joel anapokutana na Vanessa kwa mara ya kwanza, anajua kwamba kazi hii si ya kawaida. Si tu kwa sababu ya kazi yenyewe, bali kwa sababu ya mtazamo mkali wa bosi wake mpya. Siku baada ya siku, Joel anajitahidi kumpa Vanessa kile anachohitaji. Anakumbana na ukali, sauti za juu na wakati mwingine dharau zisizo na sababu. Lakini licha ya yote hayo, anaendelea kufanya kazi kwa bidii, akiwa na matumaini kwamba siku moja atathaminiwa. Hii inamvutia Vanessa kisirisiri. Anajiona kama anaanza kumtegemea Joel zaidi ya ilivyotarajiwa. Kwa nje, Vanessa ni mwanamke anayejitegemea, lakini moyoni anakumbuka jinsi alivyojeruhiwa na mapenzi ya zamani. Hakuwa tayari kupenda tena. Joel kwa upande mwingine alikuwa na mpenzi aliyekuwa nje ya nchi, lakini uhusiano wao haukuwa mzuri. Mawasiliano yalikuwa hafifu, upweke ulimtafuna. Hapo ndipo Vanessa na Joel walipoanza kuelewana zaidi ya kikazi. Mambo yalipochacha ni pale Vanessa alipompa Vanessa jukumu la kushughulikia mradi mkubwa wa wateja wa kimataifa. Hili lilikuwa jaribio la imani na wakati huo huo njia ya kumweka karibu naye. Joel alifanya kazi hiyo kwa bidii, lakini hali yake ya kihisia ilianza kuchanganyikiwa. Alianza kumtamani Vanessa, lakini akajizuia, si kwa sababu ya hofu tu, bali kwa sababu bado alihisi kuwa na deni kwa mpenzi wake wa zamani. Muda ulivyozidi kwenda, Vanessa alianza kujionesha upande wa pili. Alimwalika Joel kwa chakula cha jioni, wakaanza kuzungumza si tu kuhusu kazi, bali maisha yao. Ilikuwa mara ya kwanza kwa Vanessa kuonekana dhaifu mbele ya mtu mwingine. Kwa Joel ilikuwa fursa ya kujua kwamba hata wale walioonekana wagumu wanaweza kuwa na maumivu makubwa moyoni. Usiku mmoja, baada ya mkutano mzito wa kazi, walibaki ofisini hadi usiku wa manane. Walicheka, walizungumza na macho yao yalikutana kwa muda mrefu. Lakini Joel alikumbuka ahadi alizowahi kumpa mpenzi wake. Akasimama, akaondoka, akimwacha Vanessa akiwa na maswali mengi moyoni. Je, alikosea kumruhusu Joel kukaribia au alikosea kujifungulia moyo wake? Siku iliyofuata, Vanessa alijaribu kujifanya kama hakuna kilichotokea. Joel naye alijitahidi kuwa mtaalamu zaidi, lakini ilibidi wakabiliane na ukweli. Walizungumza. Joel alimwambia Vanessa, "Wewe ni zaidi ya nilivyofikiria, lakini siko tayari kwa haya yote." Vanessa alijibu, "Hata mimi sijui kama najua ni nini ninachotafuta, lakini wewe ni tofauti." Katika mkutano mkubwa wa kampuni, Joel alipewa nafasi ya kuwasilisha mradi wao. Watu walishangilia. Vanessa alikuwa na tabasamu lenye maumivu. Alijua kwamba Joel alikuwa tayari kuendelea mbele bila yake. Baada ya muda, Joel alipokea ujumbe kutoka kwa mpenzi wake wa zamani. Mpenzi huyo alitaka kuanza upya, lakini Joel alihisi kwamba moyo wake ulikuwa tayari mbali. Akaitazama picha aliyopiga na Vanessa siku alipokuwa akitazama jiji kutoka jukwaa la juu. Joel alirudi kwa Vanessa. Alimkuta akiwa ofisini peke yake akisikiliza mziki wa polepole. Bila kusema neno, Joel akakaa. Vanessa alimtazama. "Bado unataka kufanya kazi hapa?" aliuliza. Joel akajibu, "Sijaa kwa kazi, nimekuja kwa sababu najua wewe ndio sababu ya mimi kubaki."
Walikumbatiana, si kwa shauku ya kimwili, bali kwa utulivu wa watu wawili waliopoteza kisha wakajikuta. Mwisho wa hadithi haukuwa harusi wala pete ya uchumba, bali ni makubaliano ya kuanza upya, bila mashinikano, bila hofu, bali kwa uaminifu. Hii ni hadithi ya mapenzi yaliyosukwa ndani ya kazi, majeraha ya zamani na ujasiri wa kuanza upya. Filamu ya Special Assistant inaonyesha kwamba hata wale waliovunjika bado wanaweza kupenda. Ni hadithi inayogusa, inafundisha na